kumpima Mungu kwa viumbe. Mmoja katika masomo au katika darasa zilizokuwa zinaendelea, yeye akaja akasema, kama ni hivyo itakuwa bwana, haiwezekani, lazima Mungu awe kwenye upande. Kwa nini? Akaulizwa, akasema naam, kwa sababu anasema, kwa mfano ukituambia hivyo utakuwa mnatuambia Mungu hayupo. Kwa nini? Akasema, mfano mimi nina gari yangu tayari, ninayo gari yangu, halafu nikwambie haina upande wa juu, haina upande wa chini, haina upande wa mbele, haina upande wa nyuma, haina upande wa kulia, haina upande wa kushoto, nitakuwa ninayo gari? Jawabu, maana yake utakuwa huna. Au mnaona? Jawabu, gari utakuwa huna. Kwa nini huna? Gari ni makhluqat, na makhluq yoyote, kiumbe chochote lazima kikushanywe na pande sita. Sasa wewe una gari haina upande wa juu, mbele, chuma, kushoto, kulia, utakuwa huna kweli. Lakini wewe umefanya kiasi cha kiumbe kwa nani? Kwa Muumba, ambapo hilo ni kiasi fasili hicho. Mwenyezi Mungu hapimiwi na viumbe, kwa sababu yeye sio kiwiliwili. Katika maajabu makubwa ya kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, moja ni ile tunalikubali sote, la kuthibitisha sote kwamba Mwenyezi Mungu amekuwepo, hapana kiumbe chochote. Ukithibitisha hivyo tu na unaitakidi kwa Mwenyezi Mungu habadiliki dhati yake, hazibadiliki sifa zake, si ndio hivyo? Maana yake ni kusema kama alivyokuwa kabla hajaumba ndivyo alivyo baada ya kufanya, baada ya kuumba. Kwa kuumba viumbe Mwenyezi Mungu habadiliki, hivyo hivyo alivyokuwa ndivyo alivyo baada ya kuumba viumbe, bila ya kuhitajia chochote katika alivyoviumba Subhanahu wa Ta'ala. Tukimalizia